Nakaribisha tena katika kipindi bora cha thamani, kipindi cha neno la uzima ambalo ni Kristo. Uko pamoja nami Kristo Oscar na ninakukaribisha sana. Nimekuwa na muda, tumekuwa wote pamoja kwenye somo la kihalisi. Somo letu lilipotokea ni kwenye kulijenga hekalu, ila likatoa kwanza niliongea habari za msingi wa hekalu ambao ni Yesu Kristo, lakini baadaye kutoka kwenye ule msingi wa hekalu nikaongea kipengele kimoja cha mamlaka ya muamini. Nikaongea kama kipande cha mamlaka ya muamini ambayo inatokea kwenye ule msingi wa hekalu. Na msingi wa hekalu unavyokaa, unavyompa mamlaka muamini, yani aliyemwamini Kristo. Sasa ndio niko hapo na naamini leo tutapata neema ya kumalizia hilo somo la mamlaka ya muamini. Tulikuwa tumeongea eneo la mamlaka ya muamini na tukawa tuna vipengele ambavyo tunatembea nao. Kipengele cha kwanza katika zile ishara niliongea habari za kutoa pepo kwa jina lake, anasema wote aniaminie atatoa pepo kwa jina langu. Lakini nikaongea kipengele cha pili cha kusema kwa lugha mpya. Nikaongea lugha mpya, iko lugha ya imani na iko lugha ya roho. Zote ni lugha za roho kihalisi. Lugha ya imani ni ya roho na lugha ya roho ni ya roho. Ila katika ile lugha ya roho nakumbuka nifafanua, ziko lugha zile kusema kwa lugha, ndimi mpya au kunena kwa lugha. Naamini wengi wanafahamu hiyo, ambayo pia najua ina elimu kubwa tu na yenyewe, ila nilikuwa naiongea tu kama kuleta picha. Lakini nafahamu na yenyewe ni somo kabisa ambayo tuweza kuliongea, lina mambo mengi mle ndani ambayo Paulo alipewa neema ya kuongea kwa kina zaidi. Sasa leo nilikuwa napenda niongee kipengele cha 3, watashika nyoka. Hii inatoka kwenye Marko 16 kuanzia mstari wa 16 mpaka 18. Kipengele ambacho nataka nikiongea leo anasema watashika nyoka. Hizo ni ishara za wale waaminio. Yaani wale wanaoamini nini vinatokea kwao. Yaani mtu anayekaa pembeni anawaona. Mtu akikaa pembeni anakuwa anamuona na anajua kwamba yule ni muamini kwa sababu zile ishara ambazo zinatokea kupitia yule muamini. Anasema watashika nyoka. Sasa hapa nilipokuwa nasema watashika nyoka, alikuwa anaongea kitu zaidi ya nyoka yule ambaye tunafahamu. Kumbuka mara nyingi Biblia inavyoongea huwa sehemu kubwa, sio zote, ila sehemu kubwa inavyoongea Biblia huwa inaongea mafumbo. Haiongei kitu kama kilivyo. Inaongea kitu katika namna ya fumbo, katika namna ya picha wakati mwingine. Yaani inafikisha ujumbe katika namna ya picha. Haina maana kwamba inaongea ndivyo kilivyo kwamba watashika nyoka basi uende porini ukaanze kushika nyoka, hapana. Ingawa iliwahi tokea, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 28 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6, unakuta habari za Paulo katika kisiwa cha Merita baada ya kufa na misukosuko ya jahazi ile kupasuka, sio kuzama na nini, wakaibukia walivyoingia ndani ya bahari ikawatupa mawimbi akawapeleka mpaka kwenye kisiwa cha Merita. Wakati wanaota moto, wanakoka moto, wanasema nyoka akatoka akajinyonga kwenye mkono wa Paulo. Yaani sio kwamba alijinyonga, alimuuma Paulo. Maandiko yanasema Paulo akamtoa yule nyoka akamtokosea kwenye moto. Watu wa kile kisiwa walikuwa wanafahamu yule nyoka kwamba ana sumu kali. Wakawa wanasubiri kwamba Paulo atakufa dakika yoyote. Maandiko yanasema wakashangaa Paulo yupo tu, anaendelea kuongea, anaendelea kuota moto, anaendelea na mambo yote. Maandiko yanasema wakasema huyu, hebu sio mbaya tukaisoma. Matendo ya Mitume 20 niseme Matendo ya Mitume 28 nafikiri. 28 kuanzia mstari wa 1. Fungua Biblia yako, Matendo ya Mitume. Kuanzia mstari wa 1. Anasema, tulipokwisha kuokoka ndipo tupojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Merita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzonga mkononi. Sio kwamba akamzonga, maana alimuuma. Anaendelea nasema, wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi.
lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla. Maana yake inafunua kama madhanio ya wenyeji, inafunua kabisa nyoka alikuwa ni nyoka mwenye sumu na walikuwa wanamfahamu. Lakini nasema, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Herufi ndogo. Na ni kweli walichosema, yeye ni Mungu. Kumbuka, kila kilichozaliwa na roho ni roho, na kila aliyezaliwa na Mungu ni Mungu. Maanake hapa kilicho pia kwa Paulo ni ule uungu uliomo ndani yake, ambao ulifanya ile sumu ikapoteza nguvu. Na ndio yeye anaongea habari ya mamlaka, mwamini nasema watashika nyoka. Sasa hii ilitokea kwa nje kabisa kwa Paulo, kwamba nyoka ilikuwa inamuuma, akaikamata akaitupia kwenye moto na ikafa. Unanielewa nasema? Lakini sio ilikufa hivi, pia ilimgonga, lakini sumu ya nyoka haikufanya kazi kwenye mwili wa Paulo. Mwili wa Paulo ulikuwa transformed, ulikuwa umebadilishwa sana kwa sababu ya kule kuamini kwake. Alikuwa umebadilishwa sana kiasi kwamba ile sumu ya nyoka haikufanya kazi kwenye mwili wa Paulo. Sasa hiyo ni moja kati ya ishara ambazo wanasema watashika nyoka. Maana hata nyoka akikuattack, ile nguvu yake inapoteza uwezo kwako. Kwa nini? Hiyo ni moja kati ya ishara ambazo wamepewa wanaoamini. Lakini mimi naenda mbali zaidi. Sitaki nibaki kwenye nyoka kwa maana ya nyoka wa damu na nyama, nyoka wa kimwili, hapana. Mara nyingi Biblia inavyoongea kuhusu nyoka, ni symbol, ni ishara. Inamuongea shetani. Anaitwa joka la zamani, anaitwa nyoka, ana majina mengi, lakini hilo jina la nyoka ndio limekaa sana. Hata utaona kule mwanzo alipokuja kumjaribu Adam na Eva, alitokea kama nyoka. Umeelewa nasema? Sasa inavyomuongea nyoka, mimi kwangu naichukua kama simu. Kwa hiyo hapa anaposema watashika nyoka, ni kama inanipa kwamba tutakuwa na uwezo wa kumshika shetani. Sasa kumshika shetani maanake ni kama shetani kuwekwa katika mamlaka yetu. Maana chochote unachokishika mkononi ni kama naweza kusema kinakuwa kwenye mamlaka yako. Mfano, mimi na simu hapa, hii ni simu yangu. Hivi nilivyoishika mkononi, nina mamlaka na hii simu. Na mamlaka ya kuitupa chini kapasuka, na mamlaka ya kuiminya na kuitumia, na mamlaka ya kupokea mtu akipiga. Yaani kwa sababu iko katika mikono yangu. Sio, umenielewa nasema? Au let's say nitoe mfano utanielewa vizuri zaidi. Umeshawahi kuona mtoto mdogo labda wa mwaka mmoja, labda anatembea yule ambaye ameanza kusimama, si mwaka mmoja na nusu, ameanza kusimama, anajaribu kwanza kujifunza kutembea. Alafu akakuta kwenye meza pana glasi, akaichukua mkononi. Angalia watu wazima wanavyomwahi kumbembeleza yaani ile glasi ghafla inakaa kwenye mamlaka yake. Alafu watu inabidi wamwahi kwamba asije kaitupa akajikata au akaipasua glasi. Kwa hiyo ataanza kuongea naye katika namna fulani ili waidake pale mkononi na wainyang'anye kutoka kwenye mamlaka yake. Sasa ukiona ile neno linaposema kwamba watashika nyoka, maana yake yoyote anayeamini, kuna namna anavyoamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Kule kuamini kwake kunavyokuwa na mizizi ndani, inampa mamlaka, inampa nguvu ya kushika nyoka. Maana yake kumshika shetani. Maana yake kazi ya shetani zinakaa mkononi mwake. Si umeelewa nasema? Maana yake tumepewa kuwa na mamlaka dhidi ya kazi za shetani. Ndio maana ya kushika nyoka. Iko simple hivyo. Kwa hiyo ina maana mimi naamini kwamba hata mkono labda ikitokea na waombea watu, ndani ya yule mtu kuna nyoka. Nikisema nyoka, maana yake kuna shetani, awe pepo awe nani, wote ni jamii moja, ni mashetani. Nikiweka mkono na nikawa na ile conscious, nikawa na ile hali ya ile awareness kwamba mkono wangu ni kama ninashika nyoka yote ambayo yuko kwenye maisha ya mtu huyu, nikiweka mkono hivyo lazima atamanifest, atadhihirika. Sio, naamini unanielewa ninachosema. Ila naongea kipekee ishara ya watashika nyoka. Nitoke hapo niendelee kwenye ishara nyingine, ishara ya 4 ambayo anasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Pia hapo nafahamu
Wengine waliotangulia wamehubiri injili ambayo imeonyesha kitu cha kufisha kwamba ni sumu, ni kitu cha kuua, kwa maana unakufa, unawekwa kwenye jeneza, unaenda kuzikwa. Hiyo pia ni sawa, lakini naweza kusema hiyo ni sehemu ndogo sana ya kile ambacho Mungu alimaanisha kwa wanaoamini. Hapa hakumaanisha sana hiyo ya kufa mwili na kwenda kuzikwa, ingawa amesema kwamba hata ukinywa kitu cha kufisha kitadhuru. Na nishawahi kushuhudia, kuna mali nilikuwa naabudu, kuna mama mmoja mzee wa kanisa alitegewa sumu kipindi cha sikukuu huko anakoishi, ila Mungu akamponya. Alisikia, akayakiri haya maneno, akazimiwa, akamwesha hospitali wakashindwa kumhudumia, baadaye akazinduka, ile ikaonekana ni sumu imekufa bila kupewa dawa yoyote. Ndivyo ilivyotokea kwake. Ilikuwa ushuhuda mkubwa. Ila sasa mimi siongei kutokea huko. Najua hiyo ipo pia, ni sehemu. Lakini kuna mbali zaidi ya hapo. Kumbuka, Yesu alisema hivi, msimuogope anayeweza kuua mwili. Anasema muogopeni anayeweza kuua mwili na roho, akaitupa katika ziwa la moto. Umeona hizo dimension mbili? Yaani kwamba sio kwamba anadili na mwili tu. Anadili na roho. Na ukifuatilia Yesu ni kama alikuwa amelenga sana huko kwenye roho. Au kama sehemu nyingine nasema ni faida gani mtu ataipata akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Yaani unaona sehemu ambayo Yesu analenga. Huko anasema muogopeni anaweza kuiua roho. Anaweza kuichukua roho kaitupa kwenye jehanamu ya moto. Anasema muogopeni huyo. Msiogope anaweza kuua mwili asiweze kuifikia roho. Yaani hana maamuzi manake juu ya roho iende wapi. Ila anaweza akaufikia mwili. Ambayo hiyo ni kama kwa watakatifu wengi imewatokea. Imewatokea kwa maana gani? Wapo watakatifu wameuawa kwa sababu ya kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo. Wapo watakatifu wengi wameuawa. Sasa waliowaua walifanikiwa kuua mwili, lakini hawakufanikiwa kuamua roho iende wapi. Maana roho ilienda uzimani. Ndio hata kwenye maandiko unakuta kama Stefano alipigwa mawe mpaka akafa. Lakini kwenye historia unakuta kama kina Paulo alikatwa kichwa, wakina Petro, wakina Yakobo. Yaani watu, ziko shuhuda, ukiingia kwenye historia ya kanisa ziko shuhuda za namna watu walivyouawa watakatifu. Sasa ndio hiyo kwamba walifanikiwa kuua mwili, lakini hawakufanikiwa kuamua roho iende wapi. Umeelewa ninachosema? Na hapa anaposema watakunywa vitu vya kufisha lakini havitawadhuru, anazungumzia roho. Unanielewa nasema? Unaweza kuuliza sasa, mtumishi, roho inaweza ikanywa vitu ikafa? Yes, inaweza ikanywa vitu ikafa. Mwili chakula chake ni hiki ambacho unakifahamu. Wali, nyama, maharage, si nini. Hivyo vyakula vyote unavyovifahamu, hivyo ni vyakula vya mwili. Roho chakula chake ni maneno. Unanielewa nasema? Narudia tena, roho chakula chake ni maneno. Ndaongea kidogo, maneno yanaweza kukuvuruga kidogo, ila yatakufanya uelewe zaidi. Adam na Eva, kilichowafanya wafe katika bustani ya Eden sio kwamba walikula matunda kama apple, kama machungwa au kama maparachichi. Hapana. Kumbuka Mithali anasema hivi, mtu atakula matunda ya kinywa chake. Umeshaiona hiyo Mithali? Ipo Mithali inasema hivyo. Mengine naomba nisiwafunulie ili tusipoteze sana muda. Ila kama wewe ni mwanafunzi, ingia kufanya research, tafuta utaona. Anasema mtu atakula matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Kumbe matunda ambayo walikuwa wameonywa wasile ni matunda ya vinywa. Kuna matunda fulani ambayo yanatoka kwenye kinywa ambayo Mungu ndio hayo aliyalenga, na ndio hayo aliwaambia kwamba mkila mtakufa. Yaani ukila hayo matunda utakufa. Maana nini? Ukiruhusu roho yako ipokee aina ya maneno fulani, hayo maneno huwa yanakujaga na mauti, yanaua. Hivi unanielewa nasema? Narudia tena. Yaani Mungu ni kama alikuwa anaongea kwa Adam na Eva, na hata kwetu sasa anasema ukiruhusu moyo wako upokee aina fulani ya maneno, kwa sababu maneno yana pande mbili. Yohana sura 6:63 Yesu anasema mwili haufai kitu. Maneno nayowaambia ni roho na ni uzima. Yaani Yesu yeye alikuwa anaongea maneno ambayo ni roho na ni uzima. Wakati wote ukipokea maneno ya Yesu, maana umepokea maneno ambayo ni roho, lakini pia ni nini? Ni uzima.
Ndio maana wakati wote wale walioyaamini na kuyapokea walipokea uzima wa milele, kwa sababu ile maneno ni roho lakini ni uzima. Shetani yeye anaongea maneno ambayo pia ni roho lakini ni mauti. Sasa utanielewa hivi ninavyoongea kwamba shetani alipoenda kuongea na Adam na Eva, vile wakati anaongea na Eva hakuwa anajua amekuwa tricked, amefanywa hila. Yaani namna shetani anavyomchukua, kumbe roho ya Eva inavyopokea ndio ilikuwa inakula yale maneno. Sio kama kuna mtu anaweza kawa na struggle, unajua, kwa sababu watu wamezoea sana mambo ya mwili, lakini kinachokiongea ni pure spirit, ni roho, ni mambo ya roho. Kama vile mwili unavyokula na roho inakula hivyo hivyo. Kumbuka, kabla sijaendelea kueleza hapo pa Eva, nataka tuelewane vizuri hapa kuhusu maneno. Yaani kwamba kilichomfanya Adam na Eva wafe, walikula maneno, sio kwamba walikula matunda fulani. Narudia tena, walikula maneno. Kumbuka nabii Yeremia, nafikiri kama sio Yeremia, nabii Ezekiel anasema, ni Yeremia anasema, niliyaona maneno yako nikayala, arika za bakata. Sikia, anasema niliyaona maneno yako nikayala. Anasema yakawa matamu kinywani mwangu, ila yalipofika tumboni yakabadilika. Asa unaniuliza, kumbe maneno yanalika? Yes. Huyu nabii wakati anaongea hivi, hakuwa anaongea kimwili, alikuwa anaongea kiroho, alikuwa anaongea katika roho, spiritually. Kwamba ni katika roho, yani alikuwa anaona kabisa kwamba ni kitu kinalika, unaweza kula na uka feel taste. Sio kama mimi nimewahi experience, mara nyingi tuna experience hiyo. Yaani kuna wakati unapata ile taste ya maneno ya Mungu. Yaani unaifeel kabisa taste. Na kuna wakati unalewa. Ndio maana hata kwenye Waefeso kule 5 kuanzia mstari wa 18 na kuendelea, Paulo anasema msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe roho. Bali mjazwe roho, mkisemezana. Kiswahili kinasema mkisemezana. Kiingereza kinasema speaking to yourself, ukijisemeza kwa zaburi na kwa nyimbo na kwa tezi na kwa nyimbo za rohoni. Anaongea ukijisemesha. Maana yake nini? Maneno, yale maneno unavyoongea. Akisema usilewe kwa mvinyo, bali mjazwe roho. Afu anamuelezea huyu roho unavyojazwa. Unajazwaje huyu roho? Unajazwa kwa yale maneno unavyojisemesha. Kwa nini? Yale maneno unayojisemesha ni roho. Lakini sio tu ni roho. Yale maneno unayojisemesha ni kinywaji. Narudia tena. Yale maneno unayokuwa unajisemesha ni kinywaji. Au sio tu kinywaji, ni kilevi. Yaani unalewa. Yale maneno ni kilevi, yani mtu analewa kabisa. Ndio maana nasema usilewe kwa mvinyo. Kwa hiyo manake mtu anayelewa maneno ya Kristo hana tofauti na mlevi aliyelewa mvinyo. Yani kuna namna huwa wanakuwa sawa, yani katika ile namna ya kulewa. Ila kile kitakachotoka ndio kinachotofautisha. Kwa nini? Kwenye ulevi unatoka ufisadi. Kwenye maneno ya Kristo unatoka utakatifu, inatoka haki, linatoka pendo. Sio unanielewa nasema. Ila wote wanaweza kulewa. Yaani ndio kinachoongewa. Lakini mimi ninachotaka ukitazame hapa kwamba kumbe haya maneno pia huwa yanaweza kuwa kinywaji, kilevi. Ni kilevi kabisa. Ni kilevi kabisa. Ndio maana ukikuta wahubiri yuko barabara, yuko mtaani anahubiri, yule amelewa. Mpaka wale washangaa anawezaje? Anaongeaje hivi kwa ujasiri? Anasema nilikuwa na rafiki yangu mmoja tulikuwa tunaishi naye kipindi naishi Mwanza. Huko Nguru. Yaani yeye alikuwa akiingia ndani ya basi hawezi. Yaani kwamba tumesafiri kutoka mwanzo wa basi mpaka mwisho wa basi hajahubiri ndani ya basi, hawezi. Sasa yule alikuwa mlevi. Yaani yale maneno yamemlevya kiasi kwamba si unajua tabia walevi analopoka akiingia ndani ya basi ajali, wote wanaona wadogo, wote. Yaani kuna picha fulani anakuwa nayo kuhusu wale. Kwa hiyo anaweza kaongea chochote. Sasa hata na yule maneno ya Kristo alikuwa amemlevya kiasi ambacho alikuwa akiingia kama ataongea, atawashuhudia tu habari za Yesu. Ataongea tu. Sio unanielewa nasema. Kwa nini? Yale maneno yamemlevya kwa sababu ni kinywaji. Lakini hayo maneno pia ni chakula. Sio unanielewa nasema. Sasa narudi huko anakosema kwamba hata wakila kitu cha kufisha hakitawadhuru. Kitu gani cha kufisha? Maneno. Adam na Eva walikula maneno wakafa. Maneno gani walikula? Shetani aliwaambia kwamba wakati anaongea yale maneno, in fact ndio alikuwa anawalisha. Anasema ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni maneno. Ni maneno yapi? Ya sheria.
Kihalisi mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni mti wa sheria, ni maneno ya ujuzi wa mema na mabaya. Yani mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni sheria. Sheria ndio iko na mazao mawili. Inazaa mema na inazaa mabaya katika mti mmoja. Sheria hiyo moja inazaa mema na inazaa mabaya. Ukitaka uione vizuri, soma Kumbukumbu 28 yote. Utakuta upande wa mema wa sheria na utakuta upande wa mabaya wa sheria. Sio maneno nasema. Ambayo ni tofauti na leo ukiongea habari za mti wa uzima. Mti wa uzima ambao ni nani? Ni Kristo. Kristo hazai mema na mabaya. Na hii ni moja kati ya mtego ambao shetani ameutumia kulitega kanisa. Watu wanaweza kuwa kwenye mti wa sheria wakiwa wameng'ang'ana na mema, wakafikiri ni uzima. Mema sio uzima. Ujuzi wa mema sio ujuzi wa uzima. Ujuzi wa uzima ni kitu kingine tofauti kabisa na ujuzi wa mema. Na hata ndani ya kanisa, sehemu kubwa kinachohubiriwa, kinachofundishwa unakuta ni ujuzi wa mema. Haufundishi uzima. Yaani kanisa halifundishi ujuzi wa uzima. Kujua uzima. Si unakumbuka Yohana 17:3, milele ndio wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, na uzima wa milele ndio wakujue. Yaani maana kuwa na ujuzi wa uzima. Ujuzi wa uzima ni kumjua nani? Mungu. Na nani? Na Yesu Kristo aliyemtuma. Ambayo kihalisi ni kama ukimjua Yesu aliyetumwa, maana umemjua Mungu. Kwa sababu Yesu anampresent Mungu katika namna ya kuonekana, Mungu asiyeonekana. Umenielewa ninachosema? Sasa naongea hapa, nimeongea kidogo hiyo habari ya ujuzi wa uzima ambao ni Yesu. Sasa kule kuna ujuzi wa mema na mabaya ambao ni nini? Ni sheria, ni torati. Na ndio hiyo shetani aliwakilisha kwa Adam na Eva, ambayo Mungu wakati anawaumba hakuwa amewapa hiyo, hakuwa ameipresent kwao. Wao walikuwa wanaishi katika uzima tu, walikuwa wanajua uzima tu. Na shetani akawatega, akamwambia Mungu anajua kwamba mkila mtakuwa kama yeye kwa kujua nini? Mema na mabaya. Ambao ukifuatilia ni kweli. Shetani hakuwa anamdanganya. Kwa sababu ukisoma kwenye Mwanzo sura ya 3 kule mbeleni unakuta, hebu tusome. Na changamoto moja huwa napata watu wanani challenge, kuna wakati unajua kuna mtu wakati mwingine anataka kupinga, anapinga, hataki kutafuta, hataki kusoma, ila anapinga. Sasa kuna wakati ukiongea bila maandiko ni kama anapata sababu. Hebu fungua pale fungua Mwanzo sura ya 3 mstari 22. Ukisoma kuanzia sura ya kwanza pale utaona namna nyoka anavyoongea. Hebu ngoja kwanza nisome, alafu naenda atasoma hiyo 22. Anasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini? Umeona alivyomtega? Alikuwa anajua kabisa Mungu amesema nini. Ila kuna mahali alikuwa anamtafuta, kwamba amesema msile matunda yote ya miti ya bustanini. Kumbuka, tunapoongea bustani tunaongea presence of God. Kwa sababu hii ni bustani ya Eden. Ukifuatilia maana halisi ya bustani ya Eden, maana yake ni uwepo wa Mungu. Yaani ni mahali ambapo Mungu yupo, ni katika uwepo wa Mungu. Ndio maana yake. Kwa hiyo maana yake ni kama alichokuwa anakiongea hapa shetani, ni kama alikuwa anahoji kuhusu knowledge, kuhusu maarifa, kuhusu nini? Ufahamu au ujuzi. Na ile kanasema kwamba yani ni kama nisiweke ikawa ngumu sana. Hebu nikuache katika huo wepesi. Maana naweza kaongea nikajikuta naenda peke yangu nikakuacha maneno mengine magumu. Kadiri tunavyoendelea Mungu atatusaidia kutembea. Niache hivyo. Akaambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustanini? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafanya nini? Mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwanza niongee hapa kabla siendelea kusoma. Hii matunda ya mti ulio katikati ya bustani watu wanaiongea vya ajabu pia. Watu wengine wanatafsiri kama ni tendo la ndoa, kwamba Mungu alivyomwambia asile, yani ni kama alikuwa asifanye tendo la ndoa, ambayo hiyo ni kukosa tu akili na ufahamu tu wa kawaida. Kwa sababu ukisoma kutokea kule Mwanzo
Mungu namna alivyomuumba, na mpaka anamleta mwanamke, unaona kabisa analetwa katika namna ambayo anatakiwa azae. Yaani unaona kabisa idea ya Mungu ya kuijaza nchi iko pale. Hasa anazaaje bila kuwa na tendo la ndoa? Sio, umeelewa nasema? Kwa hiyo achana na wale watu wanaoingiza hapo tendo la ndoa, ni ufinyu tu wa ufahamu ambao huwezi kumlazimisha mtu, kwa sababu Biblia iko wazi. Unajua unaposoma mara nyingi wewe unapenda Biblia inajitafsiri. Hata kama kuna kitu hujakielewa hapo, ukienda mbele unakuja unakielewa. Unaona maana, unapata picha kamili. Tunaendelea, anasema hivi, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa nini? Kumbuka Mungu aliwaambia mkila hayo matunda ya mti wa katikati mtakufa. Maana yake mkipokea huo ujuzi ambao uko katikati, ujuzi gani? Wa mema na mabaya, mtakufa. Ni ujuzi ambao ndani yake unafisha, una mauti. Wanaopokea katika nini? Katika roho, kwenye roho zao. Kumbuka hapa kilichokuwa kinaangaliwa ni roho zao, sio mili. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, shetani anaendelea, mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Sasa ukifuatilia hii uchi, sio uchi ule ambao wengi wanaofikiri. Sio uchi wa kukosa nguo hizi, ingawa wengi wanauongea kama uchi wa kukosa nguo hizi. Sikiliza, sio uchi wa kukosa nguo hizi. Ungekuwa ni uchi wa kukosa nguo hizi, Ufunuo 3 kule asingeongea hivi alivyoongea. Hebu weka kidole chako alafu nisome Ufunuo afu ndarudi hapo. Sitafafanua sana, ila kuna kitu nakuonyesha kuhusu hata huo uchi, ili uelewe kwamba Biblia imejaa fumbo, na hata hapa kilichokuwa kinaendelea kilikuwa ni fumbo. Anasema hivi, Ufunuo sura 3 nisome kuanzia mstari wa 16. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha. Kumbuka hili ni kanisa la Laodikia, Roho wa Mungu anasema nalo. Sasa hapa anasema kanisa la Laodikia linajisema hivyo ndani ya nini? Ndani ya moyo wake. Linasema, kwa kuwa mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Kumbuka hii ni miaka ya mbele sana ambayo ujuzi wa nguo umeshapatikana, watu wanavaa manguo, yani hii ni miaka ya mbele sana. Umenielewa nasema? Hii ni miaka ya mbele sana ambayo sasa kama hapa anazungumza habari za uchi, maana lazima uelewe kwamba kumbe uchi unaoongewa hapa sio ule ambao unaeleweka wa kimwili. Ndio maana nikasema hata kulikotokea nachoongea hiki kwamba hata kila kitu cha kufisha watu akitawadhuru, ile ishara sio kitu cha mwili huu, ni fumbo. Na ndio inakwambia kinachoongewa pale ni maneno yanayofisha nini? Yanayofisha roho, kwa sababu Mungu ameilenga nini? Roho. Na hata hapa anapoongea huu uchi, sio uchi sio uchi huo ambao unaongewa katika maana kukosa nguo. Kihalisia, okay, tukipata neema tutakuja tuongee zaidi, lakini kifupi tu nijibu hilo kwamba uchi anaoongea na ambao ulitokea kwa Adamu hapa ni utukufu wa Mungu uliondoka kwao. Kumbuka kwenye Warumi sura 3 Paulo anaongea, anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni vazi, ni kama vazi. Naelewa kanasema utukufu wa Mungu ni kama vazi ambalo linaficha nini? Aibu. Ndio maana mtakatifu akikosea au kutenda dhambi, huwa kuna hali anapata shida ndani. Kwa nini? Anakuwa amecommit kitu ambacho kinasumbua ile nature mpya aliyoipokea. Kinasumbua utukufu mpya aliyopokea. Sasa kilichofanyika kwa Adam na Eva, kosa walilofanya kwa sababu Mungu alishatoa warning na alikuwa hajalipa gharama ya kuondoa hiyo kitu. Kilichotoka kwao ni ule utukufu. Na ndio maana madhara yote yakaingia kwa mwanadamu. Kwa nini mwanadamu leo anaingia kwenye madhara yote anayoingia? Kwa nini anapatwa na uharibifu wote anaopatwa nao? Kwa sababu utukufu unakuwa umeondoka kwake. Kumbuka,
Ukisoma kwenye Samuel wa kwanza kuanzia sura ya kwanza ukaendelea, utakuta habari za Samuel vile ambavyo anazaliwa mpaka mamake anampeleka hekaluni. Alafu anakutana na Eli na watoto wake wakiwa wanaendelea kufanya kazi za ukuhani. Lakini wanafanya vitu ambavyo sio sawa. Inafika mahali Wafilisti wanavamia katika taifa la Israeli. Alafu wanabeba sanduku la agano. Wanaondoka nalo. Wanapoondoka nalo linasikika neno moja linaongewa, Ikabodi. Wanasema sasa kumekuwa Ikabodi. Ikabodi maana yake nini? Ikabodi ilikuwa inatafsiri kwamba utukufu wa Mungu umeondoka. Kwa nini? Utukufu ulikuwa pamoja na lile sanduku la nini? La agano. Ambao ni kama ilikuwa inawavika hali ambayo Israeli walikuwa hawapigiki. Ila wale makuhani, watoto wa Eli, walipomkosea Mungu na kumkasirisha, Wafilisti walipovamia wakasababisha uharibifu ukaingia katika Israeli. Israeli wakapigwa. Kwa nini? Kwa sababu wao walifanyika mlango wa Israeli kupigwa. Na utukufu ukaondoka. Sasa ndicho kilichofanyika pia hata kwa Adamu na Eva. Adamu na Eva walipokosea, kilichoondoka kwao, kilichowavuka kwao ni utukufu. Ndio maana wakabaki uchi. Ndio maana wakajiona walivyotupu. Sio, inaeleweka nasema. Nilikuwa najaribu kuiongea hiyo. Naamini umeipata hiyo picha. Niache huko niruke niendelee na kile ambacho nataka nikilenge. Hayo ni masomo mengine ambayo yanachukua tu masaa ya kutosha na siku za kutosha. Turuke pale twende tusome mstari wa 22. Anasema Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Manake nini? Asije akamtoa Kristo, asije akampokea Kristo bila mchakato wa kuifisha dhambi, wa kuiondoa dhambi. Kwa sababu kwa lile kosa alilofanya ilikuwa lazima kuna process zifanyike ambazo zifanye lile kosa lishughulikiwe, lilipiwa gharama. Alafu yule mtu sasa ndio awe free kutoka kwenye lile kosa. Ndio sasa unakuta anakuja Kristo kwa ajili ya kulipa gharama ya kosa hilo. Sio, umenielewa nilichosema? Kwa hiyo anapoongea habari za wakila vitu vya kufisha, haongei chakula, haongei sumu kwa maana ya katika mwili huu. Anaongea sumu kwa maana ya maneno ya sheria. Maneno ya sheria ni sumu inayofisha. Hivi unanielewa nasema? Fungua kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3. Utanielewa ninachosema. Wakorintho wa pili sura ya 3. Nitasoma kuanzia mstari wa 5. Anasema si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Nani? Mungu. Ametutosheleza kuwa nani? Wahudumu wa agano jipya. Unanielewa nasema? Ametutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Anasema si wa andiko bali wa roho. Akisema waandiko akisema waandiko anamaanisha sheria zile, maana ndio andiko, ndio kile Mungu alimwambia andika kwenye vibao vya mawe. Anasema bali wa roho, manake ni neema na ile hali ya kuzaliwa na roho. Tumefanywa kuwa wahudumu wa roho, manake wahudumu wa neema, wahudumu wa kuzaliwa na ile hali ya roho, sio wahudumu wa sheria. Umenielewa ninachosema? Anaendelea anasema hivi, kwa maana andiko huua bali roho huuisha. Kwa hiyo kumbe kinachomuua mtu au kinachoua roho ya, kumbuka akisema andiko, nimekwambia chakula cha roho ni maneno. Kwa hiyo ina maana maneno yakitoka kwenye andiko uwaga yanaua, ila maneno yakitoka kwa roho yanahuisha. Ndicho kinachoongewa hapa. Na ndicho Yesu alichokuwa anasema kwamba ishara zitafuatana na hao waaminio. Wale waaminio hawawezi kufa na andiko. Umenielewa nasema? Kwa sababu kule kuamini kwao kumewapeleka juu ya andiko. Andiko linapoteza nguvu ya kuwaua. Hivyo umenielewa nasema? Kwa nini? Kwa sababu wao ni wahudumu wa roho. Ndio hapa anasema utoshelevu wetu watoka kwake, kwa sababu tumefanywa kuwa wahudumu wa roho, sio wahudumu wa andiko. Sisi ni wahudumu wa roho. Nani alikuwa mhudumu wa andiko? Sikiza anavyoendelea kusema. Anasema basi ikiwa huduma ya mauti, kuna huduma ya mauti.
Kumbe iko huduma ya mauti. Yaani hiyo huduma kazi yake ni kuua. Asema ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe. Hivi nani ambaye huduma yake iliandikwa na kuchorwa katika mawe? Haya mambo yako wazi. Nani ambaye huduma yake iliandikwa na kuchorwa katika mawe? Ambaye inaitwa huduma ya mauti nani? Najua unajua ni Musa. Anasema ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake. Nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Kwa nini? Hata huduma yenyewe ilikuwa inabatilika, kwa sababu inapokuja huduma ya uzima, huduma ya mauti lazima ibatilike. Unanielewa? Anasema, anaendelea anasema, je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, kumbe huduma ya Musa ni huduma ya mauti, ni huduma ya adhabu. Ndio maana Yesu namuelewa anaposema kwamba sikuja kuua, nimekuja kuisha. Sikuja kuangamiza, nimekuja kuokoa. Sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa. Hivyo unanielewa? Ukisoma pale pia Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 16 na kuendelea, anasema mwana wa Mungu hakuja kuhukumu bali amekuja kuokoa. Ila Musa huduma yake ilikuja kuhukumu. Yesu huduma yake imekuja kuokoa wale waliohukumiwa. Hivyo unanielewa anachosema? Ninaipenda. Ukiendelea kusoma maandiko utakuta inaongea wazi, imetenganisha kabisa huduma ya Musa namna ambavyo ilikuwa ni huduma ya mauti. Wakati wote ilipokuwa ikihudumu, ilikuwa ina hudumu mauti. Ndio maana siku Musa ameshuka kutoka kule mlimani, kwa mara ya kwanza anakutana na Israeli baada ya kukaa siku 40 na kupewa hizo sheria, wakafa watu 3,000. Siku Yesu amefufuka akapaa, akamtuma Roho kuja kwa kanisa. Kwa mara ya kwanza Roho amekuja, wakaokolewa watu 3,000. Huduma ya Roho inahuisha. Wakaokolewa kutoka nini? Kutoka mautini, kutoka kifoni, kwa sababu kutokea Adamu watu wote walikufa mpaka Musa. Anaposema mpaka Musa ni mpaka Yesu anapoingia, kwa sababu Yesu ndio anapoingia, Musa anaondoka. Kwa hiyo watu wote walikuwa wamekufa. Ila huduma ya Yesu inakuja kuwafufua. Kuwafufua wapi? Kutoka mautini. Walikufa kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Dhambi ya nini? Ya asili waliotokea kwa nani? Kwa Adam na Eva. Yaani kuishi kwako sio kutokana na kupumua. Kuishi kwako ni roho. Na kuishi kwako katika roho kuna tena anasema mtu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kufufuka. Ni kutoka mautini na kufufuka. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 13, ukaanzia mstari wa 32, 33, 34 utakuta pale anaongea habari za Yesu, namna alivyozaliwa kwa njia ya kufufuka. Yaani ile tendo la Yesu kufufuka lilikuwa ni tendo ambalo katika roho alikuwa anazaliwa katika Mungu. Anazaliwa kama mwana wa Mungu. Na ndivyo hata kwetu lilivyotokea. Na ndivyo hata kanisa lilivyotokea. Kupitia kule kufufuka ndio tulikuwa tunazaliwa. Maana tunazaliwa kutoka mautini na kuja uzimani. Hivi unanielewa ninachosema? Naongea nini? Nilikuwa naongea ile huduma inayofisha, ambayo inaachilia maneno yanayoua, ambayo Yesu anasema wale waaminio hata wakinywa kitu cha kufisha, manake hata wakisikia maneno ya kufisha, manake ni kama kinywaji au ni kama chakula, hayatawadhuru. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uzima uliomo ndani yao. Hivi umeelewa nasema? Manake sisi tumekuwa superior kuliko Adam na Eva. Adam na Eva walivyosikia yaliwadhuru. Ila kwetu sisi tumekuwa superior. Kwa nini? Tunayo asili sio haribika. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. Mbegu gani? Mbegu ya uzima, sio mbegu ya sheria. Tumezaliwa na mbegu ya uzima, mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Tumezaliwa kwa roho, ndio maana hatuwezi kuharibika. Hivi umenielewa nasema? Nilikuwa naongea kwamba ile ishara nyingine kwamba hata wakija kitu cha kufisha hakitawadhuru. Kitu gani hicho? Maneno ya sheria. Maneno ya sheria ndio yanayofisha. Tumeyaona hapa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 tumesoma kwamba kumbe ni huduma ya mauti. Ni huduma inayoua. Ilikuwa inaua kupitia nini? Maneno aliyokuwa akisema. Musa alipokuwa akisema maneno, Israeli wanakufa. Hakuna Mwisraeli aliyehuishwa na sheria. Umenielewa nasema? Hiyo ni ishara nyingine. Niendelee na ishara inayofuata. Ishara inayofuata, ishara ya 5, anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya.
Hizi zote ni ishara ambazo amepewa muamini. Unapoweka mkono juu ya mgonjwa, katika uhalisia sio wewe unaweka, ila ni Kristo anaweka. Kumbuka, sio wewe unaishi, bali Kristo anaishi ndani yako. Kwa hiyo ina maana unapoweka mkono juu ya mgonjwa, ni Kristo anakuwa ameweka kupitia wewe. Anatumia tulu ya mwili wako, anatumia nyenzo ya mwili wako, anatumia kifaa cha mwili wako. Ndio maana hahitaji upambane na yale magonjwa, ila amini tu, kama ulivyoamini kwamba Yesu ndiye Kristo na amefanyika kuwa Bwana kwako. Kama anakuambia ukiweka mkono juu ya mgonjwa anapata afya, maana yake unaweka mkono. Hajasema kingine, amesema wataweka mikono juu ya mgonjwa watapata. Na kumbuka, nimeziona hizo ishara mara kadhaa. Nikiweka mikono juu ya wagonjwa wanapata afya bila kuwa na mbwembwe nyingi, nikiwa naamini kabisa anayeweka mkono ni Kristo, kwa sababu ndio aliye command, ndio aliyeamuru hilo lifanyike, kwamba amesema utaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kwa hiyo mimi siweki mkono kwa ridhaa yangu au siweki mkono kwa mapenzi yangu, naweka mkono kwa sababu ni yeye amesema nitaweka mkono juu ya mgonjwa atapata afya. Haijalishi na ugonjwa gani, ila nikiweka mkono anapata afya. Naamini umenielewa kile nilichokuwa nasema. Hizo ni ishara zinazofuatana na muamini na zinampa mamlaka muamini. Kumbuka, huyu muamini ameipata mamlaka kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, amepokea nini? Uzima wa milele. Sasa ule uzima wa milele unaofanya kazi ndani yake ndio unaosababisha ishara hizi zote kudhihirika. Hivi mnanielewa nasema? Ule uzima wa milele unaotenda kazi ndani ya roho ya muamini ndio unaosababisha ishara hizi zote fanya nini? Kudhihirika. Ndio unaosababisha muamini asidhurike. Uzima wa milele. Ninakushukuru kwa kunifuatilia katika hili somo la mamlaka ya muamini, ambalo limetoka kama tawi la msingi wa somo ambao nilikuwa nauongea, msingi wa somo la kulijenga hekalu. Hii imetoka kama tawi pale, kwamba ukielewa msingi wa lile somo, msingi wa somo la kulijenga hekalu, unaona namna ambavyo linampa mamlaka muamini. Na nikasema ule msingi ni nani? Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 11. Paulo anaongea habari za msingi uliokwisha kuwekwa ambao ni nani? Ni Yesu Kristo. Na nikaongea kwamba chochote ambacho kitaongewa leo, chochote ambacho utafundishwa leo, lazima msingi wake awe ni Yesu Kristo. Mhubiri yote atakaye kufundisha utakatifu, angalia msingi wake lazima awe Yesu Kristo. Asikuletee Musa na bidii zako za kutafuta haki kwa matendo yako, za kutafuta utakatifu kwa matendo yako. No. Akisema hivyo anakupeleka mahali ambako sio sawa. Msingi lazima uwe ni Yesu Kristo. Akiongea utakatifu, msingi lazima uwe ni Yesu Kristo, ambaye ni kwa kuamini. Tunapoamini tunafanyika kile tulichoamini. Naeleweka ninachosema? Naamini umenielewa. Aongee haki, aongee utajiri, aongee ulinzi, aongee chochote, mhubiri yoyote akaongea chochote, lazima msingi awe ni Yesu Kristo. Naamini umenielewa kile ambacho nimekuwa naongea kwako. Usikose kuendelea kufuatana nami katika mfululizo wa somo hili la kulijenga hekalu. Nilikuwa nimeongea kipengele cha kwanza cha msingi, lakini nitaendelea na vipengele vingine. Endelea kufuatana nami. Umebarikiwa. Napenda kukaribisha pia katika ibada zetu ambazo tunakuwa nazo kila Jumapili kwenye madarasa katika shule ya Mtendeni. Shule ya msingi Mtendeni iliyoko Kisutu. Iko jirani kabisa na soko la Kisutu kule Posta. Ukifika Dar es Salaam Posta, uliza soko la Kisutu, utaikuta shule ya msingi Mtendeni. Kila Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 tunakuwa tukijifunza maneno ya uzima na kuyafanyia mazoezi. Umebarikiwa sana. Asante kwa kunipa muda wako. Ninatamka uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Inuka. Biashara yako ninaiamuru inuke iende. Familia yako ninaiamuru inuka na iende kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yako ninaiamuru yainuke na iende kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupa kazi wewe ambaye hauna kazi. Umekuwa ukitafuta kazi na upate kazi kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye hauna wazo la kufanya biashara, unatamani upate wazo la biashara la kitu cha kufanya
Pokea wazo ninakupa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nguvu ya uzima wa milele utendao kazi ndani yako. Pokea wazo la kukutajirisha kwa jina la Yesu. Umebarikiwa sana. Amen.